Chum TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendeleza miradi mbalimbali ya kimkakati katika sekta ya nishati ili kuifanya Zanzibar kuwa na umeme wa uhakika. Akifungua mradi wa uboreshaji wa mfumo wa umeme Zanzibar huko Mtoni, mkoa wa Mjini Magharibi, Rais Dr. Mwinyi amesema hatua hiyo kwa kiasi kikubwa itachochea kasi ya ukuaji wa uchumi, huduma bora za umeme kwa wananchi na upatikanaji wa umeme wa uhakika katika maeneo ya uwekezaji. Kwa mara nyingine tena leo tarehe 1 Oktoba 2025 tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua mradi wa kimkakati unaolenga kuimarisha mfumo wa umeme hapa Zanzibar, mradi ambao tayari nimeshauzindua muda mdogo uliopita kama mlivyoshuhudia pale Mtoni katika kituo chetu kikuu cha kupozea umeme. Kuzinduliwa kwa mradi huu ni ishara ya nia njema ya serikali katika kutekeleza ahadi zake kwa wananchi kupitia ilani ya CCM na mipango yetu mikuu ya maendeleo. Mtakumbuka wakati serikali ya awamu ya 8 inaingia madarakani, mifumo yetu ya umeme ilikuwa inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuzidiwa kwa nyaya za chini ya bahari kutokana na ongezeko la idadi ya watu Zanzibar na shughuli za kiuchumi na kimaendeleo, uchakavu wa miundombinu kusafirisha na kusambazia umeme, pamoja na maeneo mengi ya nchi yetu kuwa na umeme mdogo. Kwa kuwa serikali iliahidi kuimarisha huduma za umeme Zanzibar, tulichukua juhudi za makusudi na kuja na mradi huu ambao kwa kiasi kikubwa umeondoa changamoto ya umeme mdogo. Kwa mara nyingine naipongeza Wizara ya Maji, Nishati na Madini na mkandarasi wa mradi huu ambaye ni kampuni ya Novavis International Limited na shirika la umeme ZECO kwa ushirikiano wa kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa ufanisi. Ni dhahiri kuwa kukamilika kwa mradi huu kumepunguza gharama za uendeshaji katika shughuli zetu za kijamii na kiuchumi, hasa kwa wawekezaji wa hoteli ambao walikuwa wakati mwingine wanalazimika kutumia majenereta kwa muda mrefu katika uendeshaji wa hoteli zao. Aidha, kuna wananchi wa kawaida ambao walishindwa kufanya shughuli zao za uzalishaji kutokana na kutofikiwa na umeme wa uhakika. Naomba niwahakikishie wananchi kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata huduma bora za nishati ya umeme wa uhakika. Serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Hivi sasa tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa mabadiliko ya sekta ya nishati ya ufikishaji wa huduma ya umeme kwa wananchi, mradi unaoitwa ZESTA. Mradi huu utawezesha kujenga miundombinu mipya ya kusafirisha umeme kwa mkondo wa 132 kV kutoka Welezo kwenda Makunduchi na Matemwe, pamoja na ujenzi wa vituo vya kupozea umeme kwa lengo la kuondoa kabisa changamoto ya umeme mdogo nchini. Mradi huo pia utahusisha ujenzi wa miundombinu ya kusambazia umeme ambapo laini yake itaunganisha umeme kwa wateja wapya 70,000 kwa gharama nafuu. Hapa namaanisha kwamba kutoka wastani wa shilingi 200,000 inayotozwa sasa, ambayo tuliweka punguzo ya kutoka shilingi 400,000 mwaka juzi, hadi sasa kiwango cha chini cha shilingi 100,000 tu kwa kila mwananchi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza kwa vitendo ahadi yake ya kuwapatia wananchi huduma bora ya umeme kwa gharama nafuu. Ili punguzo la bei mmelipenda Basi hiyo ndio habari kwamba muda mfupi ujao kuunganisha umeme itakuwa 100,000 tu. Hapa harama za mradi huo zikatolewa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Joseph Kilangi. Uwekezaji Zanzibar unaongezeka siku hadi siku. Hatuwezi kubakia na umeme tuliokuwa nao wakati wawekezaji wanakuja. Miongozo yako ndiyo yanayotusukuma
tuendelee mbele zaidi. Najua tuna mradi wa World Bank ambao sasa hivi tumefikia hatua nzuri sana. Taarifa ya kitaalamu nayo ikatolewa na meneja mkuu wa shirika la umeme ZECO Haji. Mradi huu kama ilivyo miradi mengine ya kimkakati katika shirika la umeme umeleta tija kubwa sana, ikiwa ni pamoja na kuongeza thamani ya upatikanaji wa huduma ya umeme, lakini pia kutoa mchango mkubwa katika kujenga uchumi wa Zanzibar na kuwa sehemu ya chachu ya kutengeneza ajira zisizo za moja kwa moja, kwa kuwa umeme sasa sio anasa. Watu wengi wamejiajiri wakitegemea umeme, hivyo uwepo wa umeme wa hakika ni muhimu sana katika kukuza pato la taifa. Mradi wa uimarishaji wa mfumo wa umeme Zanzibar ambao umehusisha kufungwa kwa vifaa vya kudhibiti na kuimarisha msukumo wa umeme kuanzia kwenye njia kuu ya kupelekea umeme pale Mtoni kupitia kifaa hichi cha Statcom, na pia kuimarisha voltage katika njia ya usambazaji umeme kwa kanda za kaskazini, kusini, mjini, Unguja na Pemba. Maeneo yote haya yamefungwa voltage regulator na capacitor benki ili kudhibiti mkandamizo wa voltage na kutoa huduma bora kwa wananchi, kwa kuwa kulikuwepo na malalamiko makubwa ya umeme mdogo katika maeneo hayo, hasa ukizingatia maeneo mengi ambayo yanalalamikiwa ni yale ambayo yana mchango mkubwa katika uchumi wetu, kwa maana ya kwamba ni maeneo ya uwekezaji. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu.